Nikasheshe ni bashasha, dunia inapokuwa kama kijiji. Kankono Media tunakubia, we are trying the best. Habari ya wasaa huu mpenzi mtazamaji, na wasaa huu ni wasaa wa habari za kimataifa. Donald Trump amlaumu Volodymyr kwa kuanzisha vita na Urusi siku moja baada ya shambulizi kubwa la Urusi kuwaua zaidi ya watu 30 nchini Ukraine. Rais wa Marekani alisema kiongozi huyo wa Ukraine alizungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya mamilioni ya watu waliokufa katika vita vya Ukraine. Huwezi kuanzisha vita dhidi ya mtu ambaye ni mara 20 ya ukubwa wako na kisha kutumaini kwamba watu watakupa makombora fulani, aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House, ambapo pia alimlaumu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden. Matamshi ya Trump yanajitokeza baada ya ghadhabu ilivyoonekana juu ya shambulio la Urusi kwenye mji wa Sami wa Ukraine siku ya Jumapili, ambalo lilikuwa shambulio baya dhidi ya Urusi dhidi ya raia mwaka huu. Trump alisema hapo awali shambulio la Urusi lilikuwa kosa. Mamilioni ya watu waliokufa kwa sababu ya watu watatu, Trump alisema Jumatatu. Wacha tuseme Putin nambari 1, tuseme Biden ambaye hakujua ni nini alichokifanya nambari 2, na Zelensky. Inakadiriwa kuwa mamia ya maelfu, lakini sio mamilioni ya watu wameuawa au kujeruhiwa kila upande tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi kamili wa Ukraine mnamo 20 Februari 2022. Akioji uwezo wa Zelensky, Trump alisema kuwa kiongozi huyo wa Ukraine siku zote alikuwa akitafuta kununua makombora. Anapoanzisha vita lazima ajue anaweza kushinda, rais wa Marekani alisema. Mvutano kati ya Trump na kiongozi huyo wa Ukraine umekuwa mkubwa tangu makabiliano ya makali katika ikulu ya White House mwezi Februari. Katika mahojiano kabla ya shambulizi la hivi punde zaidi Urusi, Zelensky alimtaka Trump kutembelea Ukraine kabla ya kufanya makubaliano na Putin kumaliza vita. Sylvia Firmon. Nikasheshe ni bashasha, dunia inapokuwa kama kijiji. Kankono Media tunakubia, we are trying the best.